Sasa hizi jamani, ndugu zangu, katika chaneli yetu ya Dr. Mama Kavumo tunaendelea kupeana elimu au tunaendelea kuelimishana namna ya viumbe vya baraka, lakini pia kuna aina ya viumbe vinaashiria vitu vibaya, vinaashiria mikosi, vinaashiria uchawi, vinaashiria kuharibu mipango na mambo yako, lakini pia vinaashiria matatizo. Siku ya leo Dr. Mama Kavumo niko hapa kwa ajili ya kukupa tahadhari au kwa ajili ya kukutahadharisha wewe ambaye uko katika nyumba au una eneo lako au una nyumba yako au una sehemu yako ya biashara au una sehemu yako kwa ajili ya kujipatia riziki, iwe ni ofisi, iwe ni nyumba, iwe ni fremu ya biashara. Tambua, unapokuta wanyama hawa au wadudu hawa wanatawala katika nyumba yako, basi utambue sehemu hiyo ya nyumba sio sehemu salama kwa upande wako. Kuna namna ambavyo inatakiwa uweze kufanyika, au ikiwezekana sehemu hiyo inatakiwa uweze kushughulikiwa au uweze kuhama kutafuta njia nyingine. Ni aina ya wadudu gani ambao ukiona wanapendelea sana kutembea nyumbani kwako au wamejazana nyumbani kwako, ni ishara kwamba nyumba hiyo, sehemu uliojenga au eneo uliopo kipindi kabla ya wewe kujenga, basi sehemu hiyo ilikuwa imetawaliwa na wachawi au wachawi walikuwa wanafanya makutano katika eneo hilo. Ni aina ya wanyama gani? Wapenzi watazamaji, katika chaneli yetu ya Dr. Mama Kavumo, tambua, unapokutana na mijusi, ukiona nyumba yako inatawaliwa na mjusi kafiri au mjusi wa aina yoyote anapenda kuingia kwenye nyumba yako, au nyumba yako unaona mijusi ni wengi, basi utambue nyumba hiyo maana aina ya mdudu huyo ni mdudu mbaya na mara nyingi hutawaliwa na wachawi. Na aina ya mdudu huyo utambue, anapokuja anaweza kusababisha maradhi kwa watoto, anaweza kusababisha nyumba yako ikaingiliwa na nuksi, ikaingiliwa na giza, na utambue nyumba yako moja kwa moja, utambue wachawi watakuwa wanapenda kuingia, kwa sababu tayari watakuwa wachawi wameweka vizimba vyao katika nyumba hiyo au katika eneo hilo kipindi kabla ya hapajakuwa makazi. Tambua, watu wenye eneo hilo walikuwa wanatumia eneo hilo kichawi, na ndio maana utakuta aina ya wadudu kama vile mjusi kafiri au aina ya majusi. Kuna aina ya vijusi vidogo vidogo utakuta vinatembea katika nyumba yako au katika chumba chako, na vinakuwa haviondoki, yani vinakuwa haviishi kutembelea nyumba ile. Basi tambua, katika eneo lako wachawi wanakuwa wametawala. Lakini tena ukiona nyumba yako siafu hawaishi, katika nyumba yako siafu hawaishi, yani mara kwa mara siafu wanapendelea kutoka katika nyumba hiyo, basi pia tambua aina ya wadudu siafu sio rafiki kwa upande wako, kwa sababu siafu pia wanatumika katika miliki ya kichawi. Kwa hiyo tunasema ni wadudu, lakini ni wadudu wanaotumiwa na wachawi. Kwa hiyo ukikuta katika nyumba yako mijusi, siafu wanapendelea kukaa katika nyumba yako, basi utambue nyumba hiyo sio sehemu salama, kwa sababu aina ya wadudu hao wanatumika sana kichawi, na wenda kabla ya wewe kutumia, watu waliokuwa wanatumia eneo hilo walikuwa wanalitumia katika mambo ya kichawi, au wachawi walikuwa wameweka vizimba vyao hapo. Kwa hiyo moja kwa moja, kwa sababu tayari kuna nguvu za kichawi ambazo zinatembea eneo hilo, basi utajikuta kuna wadudu wa namna hiyo. Kwa hiyo unapokuta mdudu ambao hawakauki kwenye nyumba yako kama vile mjusi kafiri, kama vile siafu, basi wadudu wa namna hiyo, kuna aina ya mijusi pia wanakuwa wenye kuzungukia eneo hilo, basi moja kwa moja tambua nyumba yako inazungukwa na wachawi. Lakini pia nyakati za usiku ukiona paka mweusi katika nyumba yako, paka mweusi hawaishiwi kulia kwenye nyumba yako au hawaishiwi kuzunguka kwenye nyumba yako, basi utambue nyumba yako imetawaliwa na wachawi. Basi wachawi kuna kitu ambacho wanakifanya katika nyumba yako, au kuna kitu watakuja kukuzuru, kukuletea matatizo. Na ndio maana utakuta aina ya wadudu hawa kama vile ninavyoweza kuwaelekeza, kuna paka weusi au kutakuwa kuna mijusi kafiri kwenye nyumba yako, lakini vile vile utajikuta
utakuta kuna siafu. Aina ya wadudu hawa mara nyingi hutumiwa sana na wachawi na wamebeba sumu mbaya sana katika ulimwengu wa kichawi. Kwa hiyo wanaweza kutumika, utajikuta pia riziki kwako zinakauka, yani utakuta pesa kwako haikai, utakuta pia maradhi yasiyoisha, mara leo mtoto kaumwa kile, wewe umeumwa hiki, pesa ukipata haikai, ukipata pesa moja kwa moja utajikuta pesa zako zinatawanyika au mipango yako inavurugika, au pale unapopata pesa tu kwenye nyumba yako moja kwa moja unajikuta linatokea tatizo, lakini pia hujui tatizo hilo linatokea wapi. Kwa hiyo unapopata tu pesa unajikuta tatizo linatokea, pesa zile unazitumia zinakuisha. Kwa hiyo mimi Dr. Mama Kavumo ni mama wa tiba za asili, ni vyema niweze kuwapa elimu ni wanyama gani au ni wadudu gani ni hatari katika utawala wako wa kibinadamu, na wadudu gani unapowakuta kwenye nyumba yako basi utambue pesa riziki kwako inakuwa ni ngumu. Ukiona mijusi ujue riziki itapotea. Ukiona siafu ujue riziki zako zitakuwa ni ngumu. Ukiona nyumba yako mapaka meusi kila siku, tambua hao wadudu ni aina ya wadudu ambao wachawi wanapenda kuwatumia sana, na wanapozunguka kwenye nyumba yako wanakutupia nuksi, wanakutupia mikosi, wanakufungia riziki, mambo yako yanakwenda kuwa magumu, unakuta maradhi yasiyoisha katika nyumba yako, lakini migomvi pia na mafarakano yasiyoisha kwenye nyumba yako. Kwa hiyo unapokutana na wadudu hawa, mpenzi mtazamaji, basi moja kwa moja kuna namna aidha sehemu hiyo inatakiwa uhame au sehemu hiyo inatakiwa ushughulikiwe ili kuondoa hiyo nguvu ya kichawi, kufunga hizo nguvu za kichawi, kudhibiti hao wadudu wanaotumiwa na kichawi katika nyumba yako, ili baraka na riziki ziweze kupatikana, ili uweze kuondokewa na mikosi na hayo maradhi yanayokusumbua. Naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili, ni mama wa kushirikiana na viumbe mbalimbali. Usiache kusubscribe, usiache kulike. Niko hapa kwa ajili ya kukupa elimu wewe katika channel yetu ya Dr. Mama Kavumo. Vile vile usiache kusubscribe. Unaposubscribe, unapolike, basi taarifa hizi au elimu hii inaweza kuwafikia watu mbalimbali. Hata wewe pia unaweza ukawa mwalimu kwa watu wanaokuzunguka, kuendelea kuwaelekeza na kuwapa elimu mbalimbali. Asanteni na endeleeni kunifuatilia.